Chura analika wale kuone usochana kwa Wanzabe kule bana usea. Wanzabe usimona wanakula kila aina ya nyama. Mmeingilia vita ambao sio yenu. Vita ipi sasa? Ya Simba na Yanga. Hapana. Unajua chura ni mdudu ambaye anafahamika. Si ndio? Kwa sisi tumesema chura analika kwa sababu sisi ni Wanzabe. Tunamshukuru Mungu, maandalizi yanakwenda vizuri. Tupo kwenye hatua ambayo kila kitu kiko sawa kama ambavyo tulipanga iwe hivyo. Wachezaji ambao walikuwa hawafanyi mazoezi na wenzao walikuwa wawili, ni Kasim Haruna Shabani Tiote pamoja na Zamkufu Elias Zam. Wao pia wameungana na wenzao kwenye kufanya maandalizi haya kuelekea kwenye mchezo huo. Kwa hiyo kila kitu kiko sawa na tunaamini mpaka kufikia tarehe 21 kila kitu kitakuwa kiko vizuri, kutakuwa hakuna changamoto yoyote kwa upande wa timu, lakini pia hata kwa upande wa management. Ni kweli hatujafanya vizuri sana, hususan kwenye hii duru ya pili. Kwenye mechi 5 tulizocheza hivi karibuni tumepata ushindi kwenye mechi moja sare na 3 tukipoteza. Sio matokeo mazuri, lakini ni matokeo ambayo bado yanatuaminisha kwamba tunaweza tukafanya vizuri mbeleni kwenye mechi ambazo zimesalia. Kitu pekee ambacho watu wanatakiwa wakifahamu kwamba mechi moja inavyoisha na habari zake zinakuwa zimeishia pale. Kwa hiyo kinachokuwa kinazungumzwa ama kinatazamwa ni kwenye mechi inayofuata. Kwa hiyo ukitazama nafasi yetu sisi kwa sasa hatuna muda tena wa kufikiria nini kilitokea kwenye mechi zilizopita, kwa sababu tunahitaji tufanye vizuri kwenye mechi zinazokuja. Kwa hiyo mawazo, akili na fikra zinapaswa zielekee kwenye hiyo michezo, kwamba lazima tufanye vizuri ili tuweze kujikwamua kutoka kwenye eneo ambalo tupo ili tukae kwenye eneo nzuri zaidi. Kuna kitu watu waga wanakosea. Unajua kuna ugumu sana wa kucheza na timu ambazo mnalingana nazo daraja, na kuna ugumu sana kucheza na timu ambazo ziko chini kwenye msimamo, lakini kuna urahisi fulani wa kucheza na timu ambazo ziko juu. Yaani umeona Yanga ni rahisi sana kucheza nao kwa sababu ni timu ambayo inafahamika, wachezaji wake wote wanajulikana, game plan zao waga zinaonekana, zinafahamika, na sisi tumetumia muda mwingi kuwasoma Yanga kwenye mechi zao za hivi karibuni ambazo wamecheza. Kwa hiyo kitu ambacho kinaniaminisha kwamba sisi tunafanya vizuri ni kwa namna ambavyo wao tumewaona kwenye kipindi cha hivi karibuni, lakini tumejipima pia na maandalizi ambayo sisi tunayafanya. Kwa hiyo yanatuaminisha kwamba kuna asilimia zaidi ya 60 za sisi kufanya vizuri kwenye huo mchezo. Yaani ushindi upo kwa asilimia 60. Hizi asilimia zingine zilizobaki ni pengine za kupata sare au na matokeo mengine, lakini kitu ambacho sisi tunakiamini ni kwamba Young Africans anafungika na tutamfunga, na Young Africans hana uwezo wa kupata ushindi Tanzanite kwa raha. Kauli mbiu ambayo mmeitumia watu wanasema ni kali sana. Sio kali, ukali wake ni nini pale? Chura analika. Chura analika wale kuone usochana kwa Wanzabe kule bana usea. Wanzabe usimona wanakula kila aina ya nyama. Mmeingilia vita ambao sio yenu. Vita ipi sasa? Ya Simba na Yanga. Hapana. Unajua chura ni mdudu ambaye anafahamika. Si ndio? Kwa sisi tumesema chura analika kwa sababu sisi ni Wanzabe. Kwa hiyo chura ni mnyama ambaye ni nadra sana kuona akiliwa, si ndio? Kwa sisi tumepanga kumla hiyo kama sehemu ya baraka kuelekea kwenye huo mchezo. Kwa hiyo sio neno kali kama ambavyo watu wanafikiria. Na huo ukali upo kwenye eneo lipi? Osea, yani mtu akikwambia bwana mbona kama kampeni yenu ina neno kali sana, wewe uulize, huo ukali upo kwenye eneo lipi? Katambe kwenu, yes. Hamwezi kutamba Tanzanite kwa raha, mtatamba kwenu. Chura analika, yes, chura analika. Sisi ni Wanzabe tupo huku pia Manyara. Tunakula hizo nyama za chura nini? Kwa tunaambia watu chura analika kama China tu. Unakula chura, unakula na wadudu wengine. Kwa hii inawezekana chura analika. Mechi ya Azam tunaweza tukasema bana nyoka analiwa supu. Hivyo, kwa ni sisi tu tunaamua tunafanyaje katika kuenzi utamaduni wa mkoa wetu pia. Hii kauli mbiu wa motivate kiasi gani wachezaji na timu nzima? Inatumotivate kwa sababu tumeamua. Yaani sisi tumeamua kwamba lazima Yanga tumsimamishe Tanzanite kwa raha. Lazima aache alama Tanzanite kwa raha. Kwa hiyo katambe kwenu tunawaambia kwamba ni kiasi gani sisi tumejidhatiti kuhakikisha tunafanya vizuri kwenye huo mchezo. Lugha ya wachezaji na benchi la ufundi sasa hivi wazungumzi habari nyingine yoyote ni kwamba lazima Yanga aache alama Tanzanite kwa raha. Mwanzoni mwa msimu mlionekana mko moto sana na malengo yenu makubwa yalikuwa ni pengine hata kuchukua ubingwa. Sasa hivi poje?
Yes, malengo ya ubingwa yalipotea japo tuliongoza ligi kwa kipindi fulani. Malengo kumaliza top 4 pia yamepotea. Kwa malengo yaliyobaki sasa hivi ni kuhakikisha timu inamaliza kwenye nafasi ya 6 msimu huu 2024-2025, na ni malengo ambayo tunayaona kabisa yanawezekana kutimia, kwa sababu hizi mechi 4 zilizobaki ni za kufa au kupona. Yani iwe isiwe lazima mvua inyeshe, yani lazima tundu tulione tuweze kutoboa. Kwa hiyo hayo ndio malengo yaliyobaki mara baada ya yale malengo mengine yote kupeperuka na upepo. Unawahakikishia nini mashabiki wa Fountain Gate? Kitu ambacho nawahakikishia mashabiki wa Fountain Gate ni vitu viwili. Tunaanza kampeni ya kwenda top 6 kwa kumfunga Yanga tarehe 21, na jambo lingine ambalo nawahakikishia ni waondoe hofu kwamba timu yao haitocheza playoff na haitoshuka daraja, kwa sababu tuna uwezo wa kupata alama nyingi kwenye mechi 4 hizi ambazo zimesalia na timu ikasalia kwenye msimamo wa ligi kuu. Jambo pekee ambalo wao wanatakiwa kulifanya ni kujitokeza kwa wingi kuanzia tarehe 21 tutapocheza na Yanga, lakini tarehe 25 ya mwezi wa 5 japo ni mbali, siku ambayo tutatamatisha mchezo wa mwisho wa ligi kuu, pia na wenyewe waje uwanjani kwa wingi, waisupport timu yao, tuagane kwa amani, tukutane msimu ujao, msimu ambao tutafanya balaa kubwa kweli kweli bwana Hussein. Asante. Nzuri. Maisha.